Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatatu ambayo tunaifungua kwa kujiweka wakfu kwa Bwana, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mfumo wa video ambao tunaanza nao siku ya leo kwa takriban muda mrefu sana. Kama miaka 3-4 tulistop kwa video, lakini sasa Mungu ametupa neema tena. Japo bado haijakamilika, tunahitaji kama hapa ubao, lakini Mungu najua atayafanya yote kwa jina la Yesu. Na moja kwa moja niende katika ibada yetu ya leo ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, na hatutaacha kukumbushana umuhimu wa kujiweka wakfu kwa Bwana. Lakini pia dhana ya kimungu juu ya kujiweka wakfu, kwa sababu toka kipindi cha kwanza tunaona Mungu anawaambia wana wa Israeli wajiweke wakfu ili apate kuwabariki. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 29, anasema Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Tunaona Mungu alipotaka kubariki familia za wana wa Israeli na nyumba zao, alipotaka kubariki ndugu zao, aliwataka wajiweke wakfu kwa Bwana. Na walipojiweka wakfu kwa Bwana, walikuwa wametengwa katika ulimwengu wa roho kwa kujiweka wakfu, kama vile ambavyo tunaenda kuomba sisi leo, tunaenda kujiweka wakfu. Tunaona pia kwenye Biblia zimeelekezwa sadaka za kujiweka wakfu kwa Bwana, na sisi pia huwa tunatoa kila Jumatatu kama ya leo sadaka ya kujiweka wakfu kwa Bwana, ili tupate kutengwa, to be set apart. Tunawekwa pembeni kwa ajili ya Bwana, lakini tunaonekana katika ulimwengu wa roho ya kwamba tumetengwa kwa ajili ya Bwana. Hawa watu ni wa Bwana. Ni kama vile ambavyo unaona katika ulimwengu wa mwili, unapoona wanafunzi fulani wametengwa sehemu, wamevaa uniform za shule fulani, kila mtu akipita anajua kabisa hawa ni wanafunzi wa shule fulani. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Unapowekwa wakfu, unapojiweka wakfu kwa Bwana, tunaonekana kabisa katika alama zinazoonekana kabisa katika ulimwengu wa roho ya kwamba sisi tumetengwa, sisi ni watu wa Bwana, sisi ni tunaomtegemea Bwana, sisi tumesarenda kwa Bwana, ulinzi wetu tumeupeleka kwa Bwana, amani yetu tunaitegemea itoke kwa Bwana, furaha yetu tunaitegemea itoke kwa Bwana. Hiyo alama inakuwa imeshawekwa katika ulimwengu wa roho. Mtu akiangalia hivi anaona katika ulimwengu wa roho, shetani akija anaona kwamba huyu amewekewa wakfu kwa Mungu wake na hawezi akaguswa, kwa sababu anahudumiwa na Mungu. Kwa anapotaka kuja kuleta roho ya uharibifu, wanaona ile cover ambao Mungu ameikava kwako, ya kwamba no, hamwezi mkamua, huyu yuko chini ya ulinzi wa kiti cha enzi cha Mungu. Unapotaka kuweka magonjwa, asema no, huyu hawezi akawekewa magonjwa, kwa sababu afya yake iko kiagano, ametengwa kwa ajili ya Bwana. Kwa ukijaribu kuangalia pia, mfano mzuri ni ile mikate iliyokuwa inawekwa kwenye nyumba ya Bwana, iliyowekwa wakfu. Ilikuwa hairuhusiwi kuliwa kama mikate mingine, ilikuwa hairuhusiwi kuguswa kama mikate mingine. Ndivyo ambavyo mtu anapojiweka kwa wakfu kwa Bwana, hawezi guswa kama mtu mwingine anavyoweza kuguswa ambaye hajajiweka wakfu kwa Bwana. Huwezi ukaguswa kwa magonjwa, kwa kitu kiwa chochote, kwa ajali, haiwezi kukuona, kwa sababu umewekwa wakfu kwa Bwana. Wewe ni wa Bwana, unalindwa na Bwana, ulinzi wako, udhamini wake kutoka kwa Bwana, amani yake, udhamini wake unatoka kwa Bwana. Kwa huwezi ukaja ukaathiriwa hivi kikawaida. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, ni kitu cha kiroho ambacho inahitaji mtu aingie rohoni, atafsiri katika roho, apate kuelewa. Na ndio maana miaka yote tunafanya hili zoezi kila Jumatatu, na kila Jumatatu tunahubiri kwa habari ya kujiweka wakfu. Kwa sababu hata ukihubiri kwa habari ya kujiweka wakfu, adui anaweza kashikilia kuna baadhi ya wengine wasijiweke wakfu.
halafu unashangaa tu kwamba kuna mambo hayaendi. Unashangaa tu kwamba mbona adui anakuwa na uhuru, ana access ya kufikia na kufanya anachokitaka. Ni kwa sababu hujajiweka wakfu kwa Bwana. Sasa Biblia inaeleza mchakato wa kujiweka wakfu na inaeleza jinsi inavyokava. Ndio maana anasema hivi, waambie wajiweke wakfu kwa Bwana, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape kwa bariki lao. Kwa hiyo kumbe tunapojiweka wakfu kwa Bwana, ni Mungu huwa ni roho, anaangalia yote yanayokuzunguka. Kama wewe unamiliki nyumba, unamiliki gari, unapojiweka wewe wakfu kwa Bwana, gari lako linajulikana ya kwamba hili gari ni la mtu aliyejiweka wakfu kwa Mungu wake. Nyumba yako inajulikana kwamba hii nyumba ni ya mtu aliyejiweka wakfu kwa Mungu wake. Kazi yako inajulikana kabisa hivyo hivyo, ni mtu amejiweka wakfu. Hii biashara ni ya nani? Ni ya mtu aliyejiweka wakfu. Kwa adui akija kiangalia, hawezi kuigusa hiyo hata siku moja biashara yako, kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana, na ile alama ya kujiweka wakfu kwa Mungu wako inaonekana, haiwezi kufutika, inaonekana. Kwa hiyo Mungu mwenyewe pia anapenda kufanya hiyo kazi kwa alama. Anaweka alama kutaka kuangalia vile ambavyo alikuwa akilikomboa taifa la Israeli. Alipofika yale mapigo 10, lile pigo la mwisho la kumpiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, jiwekeni alama katika miimo ya kuta zenu, katika malango yenu, wekeni alama, chinjeni mwanakondoo, ile damu yake iwekeni. Nitakapopita, nitakapoiona ile damu, nitaona agano langu la ninyi kuwa salama. Nitakapopita kuiangalia damu, nikiona mlango una damu, ninajua ya kwamba huyu mtu hastahili mzaliwa wa kwanza kufa, anatakiwa kuishi, kwa sababu anajua hii ni nyumba ya wana wa Israeli. Akasema mahali nisipoona alama, napita na huwa mzaliwa wa kwanza wa mtoto, wa wanyama, wa chochote ambacho kinaitwa mzaliwa wa kwanza. Wakafanya hivyo Israeli kama walivyoelekezwa, na baada ya hapo shetani anaijua ile alama, kwa sababu Mungu mwenyewe anaitumia. Kwa hiyo Mungu alivyokuja, alipoona alama kwenye milango ya wana wa Israeli, ile alama ilikuwa ni kielelezo cha kwamba watu hawa hawashikiki, watu hawa hawatakiwi kufiwa. Hamtakiwi kusikika kilio kwenye nyumba za taifa la Israeli, ila kilio kasikika kwenye nyumba za wa Misri, hadi kwenye mzaliwa wa kwanza wa Farao mwenyewe kulikuwa kuna kilio kwenye nyumba ya kifalme. Nini maana yake? Bwana anapowaweka wakfu watu wake, ndivyo ambavyo picha tunaiona ambavyo hawa wana wa Israeli waliambiwa waweke alama kwenye kuta zao, kwa sababu Mungu anapopita kumbariki mtu huwa anataka aone amejiweka, amejitenga. Ile hali ya kutengeneza sadaka na kuiweka katika kuta za nyumba, katika kuta za milango, ile ilikuwa ni kujiweka wakfu, ni kutengwa katika ulimwengu wa roho, kwamba hawa wametengwa, hawawezi wakawa sawa na wengine. Kwa yule malaika aliyekuwa akipita na kuua kila mzaliwa wa kwanza, alipofika mahali ambapo wamejiweka wakfu wanaweza, ilikuwa kwa kuweka ile damu, hiyo nyumba ilikuwa iko salama. Na kuhakikishia tendo la kujiweka wakfu kwa Bwana, unakuwa salama, nyumba yako inakuwa salama. Uharibifu unakuja, hauwezi kauzuia uharibifu kwa macho ya damu na nyama, bali tunauzuia uharibifu kwa matendo ya roho, matendo ya imani. Moja ya tendo la kiroho na ni tendo la imani ni kujiweka wakfu kwa Mungu wako. Unapojiweka wakfu kwa Mungu, tunapoenda mbele za Bwana kwa Mungu wetu, tunasema tunajiweka wakfu, ni tendo la kiroho ambalo huwa linaenda kutengeneza misingi ya kiulinzi na misingi ya kubarikiwa. Kwa maana gani? Shetani ana ratiba yake. Kama sisi tunavyojiweka wakfu kwa Bwana, tunajiweka wakfu kwa Bwana ili ratiba ya Mungu kutembea kuwabariki watu wake wiki hii iwe ndio ratiba yetu. Lakini pia Mungu anapopita kuwa na plani kwa watu wake kuwabariki, shetani pia ana plani kuleta uharibifu kwa watu, kwa sababu kila mtu anatoa alichonacho. Mungu anatoa wema wote, uaminifu wote, upendo wote, baraka zote. Shetani
anatoa alicho nacho. Anatoa kuiba kote, anatoa kuua kote, anatoa kuangamiza kote, anatoa kuharibu kote. Kwa ana ratiba zake za jinsi yeye alivyo, na Mungu pia ana ratiba zake jinsi yeye alivyo. Mungu ambariki nani? Ambariki mtu gani? Ni mtu aliyejiweka wakfu kwa Mungu wake, kwamba Mungu, sina Mungu mwingine ila wewe. Mafanikio ya wiki hii ni wewe, baraka za wiki hii ni wewe. Na shetani akaangalia hivi, anaona kabisa huyu halogeki, huyu halogeki, huyu hapa, huyu ajali, huyu haiwezekani. Zote hizo ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Mungu. Kwa hiyo tunapoenda kuomba, nataka unaelewa dhana ya kujiweka wakfu kwa Mungu. Lakini pia tunaona pia hata Biblia inatambulisha sadaka za kujiweka wakfu kwa Mungu. Ukiangalia zile sadaka za amani, sadaka zote zile ambazo zilitamkwa mle, ukiziangalia zile sadaka, utakutana na sadaka ya kujiweka wakfu kwa Mungu. Kwa hiyo tunapoenda kuachilia sadaka ya kujiweka wakfu, tunaikabidhi wiki hii. Tunamwambia Mungu, wewe peke yako ndio utakaye kuwa msimamizi wa wiki hii kutulinda. Lakini wewe peke yako, baraka hata moja isipukutike, baraka hata moja isituachie, tutembee kwenye baraka. Nataka twende mbele za Bwana sasa tuombe. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umeifanya, tunaifurahia na kuishangilia. Ni Jumatatu njema, Jumatatu ya ushindi, Jumatatu ya neema. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya siku hii ambayo tunaenda kujiweka wakfu kwa ajili ya kutembea kwenye baraka za wiki nzima. Roho Bwana, najua umetuandalia yaliyo mema, umetuandalia baraka, umetuandalia nguvu na ushindi, tukatembea kwenye baraka, nguvu na ushindi. Maana ndani yako upo wema, ndani yako zipo fadhili, ndani yako upo ushindi. Ndio umetuandalia tunapojiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Lakini tunajua ya kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Tunajua kabisa adui ameandaa uharibifu, lakini atashindana nasi, hataweza kushinda, kwa sababu tumewekwa wakfu kwa wewe, Mungu wa kweli. Tulindwe na wewe, tutunzwe na wewe, tuhifadhiwe na wewe katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako kwa ajili yetu sisi sote, na kila anaenda kujiweka wakfu kwa sadaka yake unapoipokea na kuitakabali. Baba, ninaomba neema izidio sana, neema izidio sana. Nikienda kinyume na nguvu za giza, nikienda kinyume na roho za magonjwa, nikienda kinyume na roho za ajali, nikienda kinyume na uvamizi wa kila aina, ninaufuta katika ulimwengu wa roho. Kila aina uvamizi na ufuta katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, najua tunajiweka wakfu katika kubarikiwa, katika neema, katika ushindi. Tunajiweka wakfu katika furaha. Baba, katika jina la Yesu, amani ikatawale malango yetu, furaha ikatawale malango yetu, ulinzi ukawe pamoja nasi katika kila kona maisha yetu, katika biashara zetu, katika nyumba zetu, katika kazi za mikono yetu. Baba, neema, neema, neema itufunike. Mungu aliye hai, tunaenda kinyume na mipango ya nguvu za giza na mikakati yake yote, ratiba zake zote tunazifuta, ratiba zote na mipango yake yote tunaifuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema izidio sana, asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, Mungu aliye hai. Unawabariki watoto wetu, unawapa neema, unawapa ushindi katika jina la Yesu. Unabariki nyumba zetu na wenza wetu, unawapa neema, unawapa ushindi katika jina la Yesu. Unabariki kazi za mikono yetu, unaachilia neema, unaachilia ushindi katika jina la Yesu. Unaachilia neema kwenye biashara zetu, unaachilia neema na ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi kwa maombi haya, wewe tayari unaelekea kukamilisha zoezi la kujiweka wakfu kwa Mungu wako ama kwa Mungu wetu wiki nzima hii. Basi utashika sadaka yako iliyo njema, twende tukakamilishe ibada hii ya kujiweka wakfu kwa Bwana,
na utaiachilia ile hiyo sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.